Yupo mfungwa mmoja ambaye yeye alikaa gerezani kwa takriban miaka 36 kwa kosa ambalo yeye hakuwahi kabisa kulifanya. Alienda gerezani miaka yote hiyo 36 kwa kosa ambalo inasadikika alisingiziwa. Katika hii dunia yote yanawezekana. Mtu ana uwezo wa kwenda gerezani akatumikia kifungo cha maisha kabisa kwa kosa ambalo pengine amesingiziwa au amefananishwa au pengine hakuwepo kwenye tukio, lakini kwa sababu mazingira yalimkuta kwenye tukio akajikuta na yeye ni moja ya mtu ambaye anahesabika kufanya hilo kosa, akakaa gerezani kwa muda wa miaka mingi sana kwa kosa ambalo hukuwahi kabisa kufanya. Leo katika update story inakuletea story nzima ya mfungwa aliyekaa gerezani kwa muda wa miaka 36 kwa kosa ambalo hakuwahi kabisa kulitenda ama kulifanya. Story hii ipo YouTube kamili. Gusa linki hapo chini uende huko ukasikilize story ya mfungwa ambaye aliswekwa gerezani miaka 36 kwa kosa ambalo hajawahi kabisa kulifanya. Nini kilitokea mpaka yeye akawepo huko? Au yote utayafahamu huko. Niazime macho na masikio yako usikilize vizuri hiki nitakachokusimulia leo hii. Mwaka 1983 katika jimbo moja nchini Marekani, mauaji ya kutisha yalitokea katika eneo ambalo binadamu wanaishi, yani makazi. Mauaji ya kustaajabisha na ya kutisha yalifanyika maeneo hayo. Jamii ilishtuka sana kuona mauaji yale. Nani aliyafanya? Nini kilitokea usiku mpaka yale mauaji yakatendeka? Polisi wakawa chini ya presha kubwa sana kumpata mkosaji kwa haraka. Ndipo kijana mmoja asiye na uwezo mkubwa wa kifedha wala wakili mzuri akawa mtuhumiwa mkuu kwenye hilo kosa. Huyu kijana, yeye kwa nini atuhumiwe kwamba yeye ndio mkosaji wa yale mauaji? Yeye ndio mtuhumiwa wa yale mauaji, na kwa nini yeye awe wa kwanza kushikiliwa? Kwa kuwa mauaji yale yalikuwa ni ya kutisha sana kwa jamii. Polisi walihitaji ushahidi wa haraka pamoja na vielelezo thabiti vya kuthibitisha ni nani aliyeua yule mtu. Presha kubwa ya watu ndiyo iliwafanya polisi watafute ni nani mtuhumiwa wa kwanza wa lile tukio. Jamii, watu wengi sana lile tukio waliliona, hususan wale waliokuwa wakiishi makazi yale. Walishinikiza polisi kwa haraka sana, wakidai ya kuwa tunahitaji tumjue huyu aliyefanya ili tukio la kikatili na la kuogopesha, la sivyo tutaishi kwa mashaka sana. Hiyo presha ndio iliwafanya polisi watafute ni nani mtuhumiwa wa haraka katika hili tukio lililofanyika katika eneo la makazi, maana mauaji yaliyotokea ni yalikuwa ya kuogopesha sana. Lakini swali la kujiuliza hapa ni kwamba kwa nini polisi wamtuhumu mtu fulani kwamba yeye ndio amefanya hilo kosa, wakati silaha ya mauaji mikononi mwake huyo mtu hakuwa nayo? Shahidi aliyemuona pengine alifanya kosa, labda alimfananisha au alimwangalia kwa jicho baya. Pengine shahidi aliyetoa ushahidi huo alikuwa na chuki na huyo mtu, na ushahidi wa moja kwa moja kwamba mtu huyo ndiyo amefanya mauaji hayo haukuwepo. Sasa iweje polisi wamshtumu mtu huyu kwamba moja kwa moja ndiye amefanya mauaji haya? Hayo yote yalisababishwa na jamii, presha ya kutaka majibu ama matokeo ya yale mauaji yaliyotokea hapo jimboni kwao. Hivyo basi, kwa lugha nyepesi kabisa na ya kueleweka ni kwamba polisi walihitaji mtu wa kulaumiwa,
mtu ambaye yeye ndiye atakuwa mshtakiwa wa haya mashtaka yote ya mauaji. Kijana huyo alihukumiwa kifungo cha maisha. Siku aliyofungwa, mama yake alianguka mahakamani kwa kulia. Siku yule kijana anapelekwa gerezani kwa kosa la mauaji ambayo yeye binafsi akilini alijua ya kuwa ili ni mimi nimesingiziwa, sijafanya. Lakini kwa wakati ule miaka 1983 teknolojia ya uchunguzi wa matukio haya ya mauaji hayakuwa makubwa sana. Masuala ya DNA, masuala ya uchunguzi hayakuwa makubwa sana kwa wakati ule. Basi yule kijana ilibidi tu aende gerezani atumikie kile kifungo. Ile siku anasomewa yale mashtaka ya kupelekwa gerezani miaka 36. Mama yake alilia sana pale mahakamani. Mtoto wangu hana hatia kwa sababu yeye mimi namfahamu tokea udogoni mwake. Hajawahi kabisa kuiba, hajawahi kumchokoza mtu. Iweje leo afanye tukio kubwa tena la mauaji? Umemsingizia mtoto wangu. Mama yake alisema maneno hayo kwa uchungu sana. Basi baada ya kile kifungo, miaka ikasonga, miaka ikapita, siku zikasogea. Ndani ya gereza aliona vijana waliingia kwa makosa na walitoka. Wengi waliokuja walitoka, walimaliza vifungo vyao na kuondoka. Wazazi wake walifariki bila hata ya kumuaga. Alipokea tu taarifa ya kwamba baba yako na mama yako wameshafariki dunia. Hayo yote aliyapata akiwa ndani ya gereza. Matukio hayo yalimuumiza sana yule kijana. Aliona ya kuwa ili kosa alilosingiziwa pengine imekuwa ni laana kwenye maisha yake. Kumbuka yeye alienda gerezani akiwa na umri wa miaka 22 tu, na alifungwa kwa zaidi ya miaka 36. Hiki ni kifungo kama cha maisha. Binadamu ukifungwa tu miaka 30, jua ya kuwa possibility ya wewe kurudi duniani ukiwa na nguvu zako ni ndogo sana. Ni kama umefungwa maisha yako. Dunia nje ilibadilika, lakini yeye alibaki nyuma. Hakuona kabisa mwelekeo wa maisha yake. Baada ya miaka 36, teknolojia ya DNA ilipoanza kutumika kwa ufanisi na kwa usahihi, hapo ndipo turning point ya huyu dogo kwenye maisha ya gereza yakaanza kubadilika. Mashirika ya haki yakapitia kesi zake za zamani alizowahi kutuhumiwa. Vipimo vipya vilionyesha ukweli usiopingika. DNA haidanganyi, DNA haiongopi. DNA ilisema ya kuwa yeye sio mtuhumiwa wa lile tukio alilofanya. Mashirika ya haki za binadamu ilifufua upya ile kesi ya huyo dogo. Mahakama ilisema ya kuwa tumemnyima mtu maisha yake kwa makosa yetu yote, lakini hayo yote yalisababishwa na sisi kuwa nyuma kiteknolojia. Alipotoka gerezani akiwa mzee, alisema ya kuwa nimetoka huru, lakini nimechelewa kuishi, akiwa na maana ya kwamba ndiyo nimeachiwa huru, lakini maisha tayari yameshanipita. Sina tena nguvu kama zile nilizokuwa nazo mwanzo. Nitaanzia wapi maisha ingali ya kuwa baba yangu na mama yangu wameshafariki? Ndugu zangu wengi sijui wapi wanapoishi. Ni mimi kama mimi. Maisha yameshanipita. Kilichobaki hapa ni kusubiria tu mimi kuingia kaburini. Funzo ambalo mimi ninalipata kupitia stori ya huyu mfungwa ambaye alikaa gerezani miaka 36 kwa kosa ambalo sio lake ni moja tu:
Haki ikichelewa mara nyingi hugeuka kuwa dhuluma. Kitendo cha teknolojia kuwa nyuma kilimfanya huyu kijana yeye aende gerezani. DNA ndio ilimwokoa pekee. Baada ya miaka 36 mbeleni. Na wapo watu wengi sana Tanzania wanaenda jela kwa makosa ya kusingiziwa, ya kubambikwa ambayo sio yao. Wanatumikia vifungo vyao ili mradi tu watu fulani wapone ama watu fulani wawe safe. Mungu alivyokuwa wa ajabu, lolote lile analoweza kulifanya litatendeka kwenye maisha yako. Ulikuwa nami mimi msimulizi wako Kelvin Junwa Katare. Usisahau kusubscribe na kuwa moja wa memba katika chaneli yangu ya updates_story. Pale mbele ki-emoji cha alien. Uwe mmoja wa memba kwenye chaneli yangu. Niseme asante, uwe na wasaa mwema.